Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Stephen Wasira, amemgeuka Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba na kumkemea vibaya, akimuuliza mbona anaanza harakati za kusaka urais wa mwaka 2030, akieleza kuwa muda wa kufanya hivyo bado haujawadia. Ningependa utazame video hii kwa dakika moja. Lakini kabla haujaitazama, ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, maana hapa ndipo unapopata taarifa kwa utendeti bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Na vile vile waweza kugonga alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zetu pindi tu tunapoziweka. Unapokea notification, alafu ukishapokea notification unakuwa wa kwanza kutazama taarifa zetu. Nimeambiwa na wengine wanazungumza urais wa mwaka 30. Mwaka 30 leo tumemaliza uchaguzi mwaka jana. Sasa tujenge kwanza nchi, tufanye maendeleo. Urais wa mwaka 30? Nani wewe umesema na Mungu kwamba utakuwepo? Na hiyo ni sauti ya huyo makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira, ambaye amekemea vikali wanachama, akiwauliza kwani wao ni akina nani na wanajua ikiwa watafika mwaka 2030 ama watafika. Hadi anauliza wewe ni nani? Wewe ni Mungu? Maneno haya aliyaongea bila kutaja jina, lakini mimi na wewe tunajua hapa alikuwa anamuelezea Mwigulu Nchemba. Hivi karibuni kuna video tulioifanya iliyomuhusu waziri wa ndani ama waziri Paul Makonda, ambapo alikuwa anataja akisema kuna wale wanaotaka kuwania urais aliongea mbele ya Mwigulu Nchemba akisema kwamba hawatapata, manake wao watakuwa pale pale, kuonyesha kwamba alikuwa anampigia upato Mwigulu Nchemba kwamba yeye mwaka 2030 atakuwa kiongozi, atakuwa rais. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo Stephen Wasira ameyakemea vibaya sana, akisema kwamba huu si muda wa kufanya hayo, huu si muda wa kuanza campaign. By the way, tangia uchaguzi uliokuwa batili niseme, ambao ulisababisha vifo kufanyika, hata mwaka mmoja hajaisha, hata miezi 7 haijapita. Sasa hivi wameanza kuongelea kuhusu uchaguzi utakaokuja. Ni jambo ambalo la kustisha sana, ama niseme la kustusha sana. Kwani kauli hizi zinakujaje sasa hivi? Kumbuka kwamba hata huyo wakati Paul Makonda alizungumza hayo, aliongea mbele ya waziri mkuu. Ni swala ambalo ni la kujadiliwa kwamba kauli kama hizi zije huku mbeleni ikifika mwaka 2029 wakati wanaenda ama uchaguzi mkuu na karibia. Lakini sasa hivi ni mapema, hata viongozi hawajafanya kitu kwanza. Kauli za hivi ni za kawaida kwenye siasa za Tanzania, ndio tunajua, hasa rais aliyeko madarakani anapokuwa kwenye muhula wake wa mwisho. Lakini sasa kinacho pia nishtua mimi mwenyewe ni muda na nyakati kauli hizi zimetolewa, na zimetolewa mbele ya nani? Na ikiwa zilitolewa mbele ya Mwigulu Nchemba, kumbuka vile vile kwamba kwa hiyo zinamuelekea yeye mwenyewe, yani yeye ndiye anapigiwa upato hapa. Serikali iliyoko madarakani, kumbuka, haijamaliza hata miezi 6 madarakani, na kama ni ilani ya CCM ya mwaka 2022 hadi mwaka 2030 hawajaanza hata kufunua ukurasa mmoja, maana bajeti yao mpya ni hii inayokuja mwaka huu wa fedha, lakini watu wanaanza kufikiria urais wa mwaka 2030. Ndio mambo ambayo Wasira alikuwa anakemea na kuyakemea. Mimi na wewe tunajua moja kwa moja alikuwa anamkemea Mwigulu Nchemba, manaka akianza kampeni sasa hivi bila shaka vile vile atakuwa analitia mchanga ama anakitia mchanga Chama cha Mapinduzi. Nakumbuka Samia Suluhu alitamka wazi akiongea na wazee wa Dar es Salaam kuwa wanaotaka urais wa mwaka 2030 watoke nje ya serikali yake na wakafanya kampeni za urais huku nje, kwa kuwa serikali yake kwa sasa ina jukumu la kushughulika na matatizo na shida za Watanzania. Hayo yalikuwa ni maneno ya rais mwenyewe. Nakumbuka leo
huyu Stephen Wasira pia ametaja. Kwa hivyo hii inatuambia nini? Hapa mbeleni kutakuwa na vurugu ndani ya CCM. Hapa mbeleni kutakuwa na mgawanyiko ndani ya CCM. Manake Mwigulu Nchemba pengine anaangalia sana kuwania, na unajua itabidi pengine ameanza mapema. Sina uhakika kama watu hawa waliisikiliza hii kauli ya Rais Samia, na vile vile sina uhakika kama walimuelewa alichokuwa nazungumza, na pia ikiwa walimuelewa basi wamejenga mazoea ya kutomuogopa na kuona kauli zake ni kauli za kawaida tu. Ndio maana pamoja na kuonya hayo yote, bado watu wanaweza kusimama majukwani na kuongea ujinga kama huo. Vile vile kumbuka, kuna mambo watu hawaelewi kuhusu nchi ya Tanzania. Na hapa tunataka kuwakumbusha kuwa urais sio uji kwamba kila mtu ataonjesha Mwigulu Nchemba onja hii, Daktari Emmanuel Nchimbi onja kama asali, kila mtu atalambishwa. Inabidi sisi wa Tanzania tukumbuke kwamba hakuna waziri mkuu pengine atakuja kuwa rais wa nchi hii. Hata ukiangalia hapa nyuma, tunamwona Salim Mohamed Salim alishindwa, Lowassa Edward, Warioba, Malesela na Sumaye, wote hao walishindwa. Hao wote waliotamani sana urais wa Tanzania, lakini waliishia kuukosa na kushindwa. Na vile vile ukumbuke kama kuna mtu aliyekaribia sana pengine urais wa nchi hii, basi kumbuka alikuwa Lowassa na Sumaye, lakini wote waliishia kuanguka, wakaangukia pua na wakastaafu, na wengine wakaishia kupata mental breakdown. Na jambo la pili na seli tukumbuke ni kwamba hakuna makamu wa rais atakuja kuwa rais wa Tanzania. Na kama mnabisha au hamkumbuki, basi tutamuuliza Dr. Bilal nini kilimkuta. Kuna makundi yameshaanza kuota kuwa fulani atakuwa rais, fulani atakuwa fulani mwaka 2000 nani. Wengine wamekosanisha viongozi hawa wa juu wa nchi kwa maneno ya uongo kabisa ya kuwa fulani na fulani wanataka kuua ama kuua ili wawe marais bla bla. Hii ni ujinga na lazima ukemewe kwa nguvu sana kabla haujakomaa, manake hata miezi 6 haijapita. Na itakuwaje? Huwezi kuwa vile vile hata makamu wa rais na msaidizi wa rais na ukatumikia muda wako kwa ufasaha na ukaishi, alafu ghafla unataka sasa kubadilisha channel uwe rais, ama ukawa ni waziri wa waziri mkuu na bado unataka kuwa rais. Na kumbuka yale ambayo Makonda aliongea si bahati mbaya. Aliongea kutoka kwenye moja ya makundi yanayodhani yanaweza kuswitch to channel na kuhamia Ikulu kwa kuwa wamechoka kuwa huko waliko. Kumbuka hakunanga mambo ya hivyo. Yaani muda ukiisha mtaungana na wastaafu wenzenu na wakapumzike na kufanya majukumu mengine hata ya kulima kama mzee Pinda, na pengine kukamua ng'ombe maziwa kama mzee Sumaye, lakini hawezi kuwa wanahama maofisi tu kama Tanzania haina watu wengine wa kuiongoza. Na mwanzo sasa hivi ni mapema sana. Kwa hivyo sijui una maoni gani na haya mazungumzo ya uongozi wa urais mwaka 2030. Sijui utazungumza yapi, lakini waweza niongelesha hapa, niandikie ujumbe mdogo ama mfupi hapo chini kwenye comment section ukitoa ujumbe wako kuhusiana na haya yote, na vile vile subscribe, like na kushare video zetu ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa.